na kodi zinakadiriwa kufikia 16. Kwa mfano, petroleum levy kuna takriban shilingi 400. Ushuru wa bidhaa, yani excise duty, takriban shilingi petroleum levy ni shilingi 300. Ushuru wa bidhaa, yani excise duty, kuna shilingi 400. Fuel levy takriban shilingi 500. OMC margin shilingi 300. Retail margin shilingi 170. Hapo kuna kodi zinaitwa demurrage, kuna railway levy na kodi nyingi rukuki ambazo zinawekwa kwenye kila lita moja ya mafuta. Lakini uchambuzi wa kina unaonyesha jambo moja la msingi kabisa. Kila shilingi 100 anayolipa mwananchi kwenye mafuta, takriban shilingi 31 ni tozo, ushuru na levi za ndani. Kwa tukienda kununua mafuta kwenye kituo cha mafuta, tukitoa shilingi 3,800 kwenye kila shilingi 100 uliotoa kwenye hiyo shilingi 3,000, kuna shilingi 31 ambazo ni tozo na kodi mbalimbali. Hiyo ina maana kwamba takribani 31% ya bei ya mwisho ya mafuta ni mzigo wa kodi na tozo ambazo zinachukuliwa na serikali. Na sio hilo tu, uchambuzi pia unaonyesha kuwa sehemu ya gharama zisizo za kodi, yani miundombinu ya ndani ya usambazaji, yani visivyo vya kikodi, ni takribani 4%. Kwa hiyo ukijumlisha ile 31% na 4%, kwa kuna karibia 35% ambazo zinachukuliwa kwenye haya mambo ya logistic, usafiri wa ndani na tozo mbalimbali. Kwa lugha rahisi kabisa, mzigo mkubwa unaoweza kujadiliwa kisera hauko kwenye usafirishaji peke yake, au gharama kwenye soko la kimataifa, au kupanda kwa gharama za bima na meli. Mzigo mkubwa uko kwenye eneo la kodi na tozo za ndani. Na hapa ndipo mjadala wa kitaifa unapaswa kuwa na watu wazima wa takwimu na uwajibikaji, kwa sababu kama 31% ya bei ya mwisho ni mzigo wa kodi, basi mamlaka haiwezi kujificha nyuma ya hoja ya kwamba tatizo lolote duniani. Hapana. Dunia inaweza kuleta mshituko, lakini ndani ya bei hiyo mamlaka inachangia kwa kiasi kikubwa kupanda kwa bei. Na hapa kuna ukweli mwingine wa muhimu sana wa kisera. Iwapo mamlaka ingepunguza mzigo wa kodi na tozo japo kwa 10% tu, bei ya mwisho ya mafuta ingeweza kushuka kwa takriban shilingi 382 kwa lita. Sasa fikiria maana yake kwa uchumi wa mwananchi. Leo kila mtu, bunge dhalimu lisilokuwa na ridhaa ya wananchi, lililopaswa kusemea wananchi na kuwatetea wananchi kwenye masuala haya, linasingizia vita ya Mashariki ya Kati, vita ya Irani na Marekani na upande mwingine Israeli, kwamba ndio vimesababisha upandaji wa mafuta. Na inasikitisha sana. Lakini ukweli wa kisera kama nilivyosema unaonyesha kwamba tozo na kodi ni nyingi mno kwenye kila lita moja ya mafuta, ambazo inasababisha mwananchi kupata mzigo huu. Sasa fikiria maana yake kwa uchumi wa mwananchi. Shilingi 382 chini kwa bei ya petroli. Kwa hiyo kama kwenye kituo cha mafuta tumenunua mafuta kwa sasa shilingi 3,802, ukitoa shilingi 382 unazungumzia shilingi 3,500 kwa lita moja. Hutanunua tena 3,800, utanunua 3,500. Hiyo ni kama umeondoa 10% tu.
Ukiondoa 20%, ina maana bei ya petroli na diesel itashuka kwa zaidi ya shilingi 700. Kwa hiyo kwenye kituo cha mafuta tutanunua diesel kwa shilingi 3,100 badala ya shilingi 3,800 tunayonunua sasa. Hivyo hivyo kwenye mafuta ya taa, hivyo hivyo kwenye petroli. Hiyo ni afueni ya moja kwa moja kwa watu wa daradara, na kama watu wa daradara watapata ahueni, maana yake hawatapandisha bei ya nauli ambayo inakwenda kumwathiri mwalimu ambaye mshahara wake haujapanda. Yeye mshahara wake uko pale pale, lakini bei ya kusafiri kutoka nyumbani kwake kwenda kwenye kituo chake cha kazi inaenda kuongezeka. Kwa hiyo ukipunguza hiyo gharama, haitamwathiri mtu wa daradara, na isipomwathiri mtu wa daradara, haitamwathiri mwalimu, haitamwathiri mfanyakazi wa kawaida anayetoka nyumbani kwake kwenda kufanya kazi kwenye hoteli Mbezi Beach. Kwa hiyo maisha yatakuwa ni ahueni kwa huyu mwananchi. Ukipunguza hiyo 10%, utamsaidia mtu wa bodaboda ambaye tunajua hii ni industry kubwa inayoajiri vijana wengi wa Kitanzania ambao wamemaliza vyuo vikuu. Serikali imeshindwa kutengeneza opportunity, fursa zao za kuajiriwa, wamejiajiri kwenye bodaboda. Unapopandisha bei ya mafuta, maana yake huyu mtu wa bodaboda atalazimika kupandisha bei ya nauli, na akipandisha bei ya nauli, pengine atapunguza wateja, watapungua kwenye kusafiri, au wengine wataacha kusafiri, ataathirika. Sana sana bei zimebaki pale pale. Kwa hiyo margin ya profit ya kwake, margin ya faida, ule uwezo wa kupata faida unapungua. Kama alikuwa anapata shilingi 10,000 huyu mtu wa bodaboda kwa siku, sasa atakuwa anapata shilingi 5,000, na hapo hawezi kumpelekea tajiri wake. Na hapo tunazungumza kuhusu bajaji, tunazungumza kuhusu maroli yanayoleta vyakula, kwamba ukipandisha hii bei itapandisha ya maroli. Bidhaa zinapofika sokoni Kariakoo, zinapofika chakula kitakapofika Mabibo, kitakapofika Mwanza, kitakuwa kimepanda bei. Unapunguza hiyo bei, inakwenda kuathiri moja kwa moja usafirishaji wa biashara ndogo ndogo, gharama za kila siku za maisha. Hiyo sio nadharia, hiyo ni masuala ya sera, na masuala ya sera hayo hutambua jambo moja kubwa, kuwa ahueni inawezekana na kupunguza maumivu ya wananchi kunawezekana. Kinachotakiwa sio miujiza, isipokuwa kinachotakiwa ni uamuzi wa kisera, na hapo ndipo mjadala unapobadilika kabisa. Ndugu wa Tanzania, haya yote ninayoeleza yana maana gani? Ukweli ni kuwa yanamaanisha mwananchi halipi tu mafuta, mwananchi halipi tu bei ya soko la dunia, mwananchi halipi tu gharama ya uagizaji wa mafuta, mwananchi pia analipa uzito wa maamuzi ya ndani ya kisera. Kila Mtanzania halipi tu gharama ya mafuta, halipi tu bei ya soko la dunia, halipi tu uagizaji wa mafuta, analipa gharama za sera mbovu za Chama cha Mapinduzi. Anazilipia kwenye kila lita ya mafuta anayonunua, au kwenye kila nauli anayopanda ya daradara. Kwa hiyo serikali au mtu akisimama kusema bei zinapanda duniani, hatuna la kufanya, hapo atakuwa anasema nusu ya ukweli, kwa sababu ukweli kamili ni huo, ndio huo. Dunia imeongeza mshituko, hilo ni la kweli, lakini mamlaka imeamua kiasi gani cha mzigo wa ndani kibaki juu ya mgongo wa mwananchi, na hapo ndipo uwajibikaji wa kisera unapoanzia.